السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا أشكر الله جل جلاله. Mwanzo kabisa napenda kumshukuru Allah aliyetukuka watakadasa asmaa na majina yake yametakasika, ala an jamaana fi hadha almakan at-tayyib al-mubarak, ambaye ametukusanya katika sehemu hii nzuri iliyobarikiwa, ala maidatul Qur'an, juu ya mada ya Qur'an. Kama ashkuru alqaimina, kama nabashukuru wale wote waliosimamia ala hadhihi almusabaqati almubarak, ya jambo hili la musabaqa iliyobarikiwa. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika lahum fi a'malihim, abariki katika matendo yao, wa auladihim, na watoto wao, wa awqatihim, na watoto wao, wa an yaj'al al-amala khalisan lillahi tabaraka wa ta'ala, na ajalie matendo yao yawe ni kwa ajili ya Allah. Thumma uhanniu ulaika al-hafadha, kisha napongeza wale wote waliohifadhi Qur'an ila khairiyati allati dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa heri ambazo ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu qala, inda aliposema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu yule mmoja kujifundisha Qur'an kisha baada ya kujua naye akaifundisha. Wa wahani lahum kadhalika, na nawapongeza wao vile vile, lima dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wale yale aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hum ahlullahi wa khassatuhu, kwamba hawa ni watu wa Allah na vipenzi vyake. Wa uhani lahum bil ujuri, na napongeza wao kwa ujira mkubwa. La aqulu, sisemi alif lam mim harf, alif lam mim ni herufi moja, bal alif harf, bal alif ni herufi, wa lam harf, na lam ni herufi, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, wallahu tabaraka wa ta'ala yudha'ifu man yasha, na jema moja ni mfano wa 10. Allah tabaraka wa ta'ala humwongezea yule anayemtaka. Wa hadha al-fadl al-'azim, na hii ni fadhila iliyokubwa, la yantahi fi dunya, haishii hapa duniani, bali yastamiru ma'a sahibihi ila yawm al-qiyamah, bali itaendelea kwa yule mwenye kuisoma Qur'ani mpaka siku ya kiyama. Ila dhalika al-yawm alladhi yasfuhu Allah tabaraka wa ta'ala, mpaka ile siku ambayo amesifu Allah tabaraka wa ta'ala biqaulihi, kwa kauli yake, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayuha an-nasu taqu rabbakum, enyi watu mwogopeni Mola wenu, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, hakika mtikisiko wa siku ya kiyama ni jambo lililokubwa. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'an amma arda'at, siku utakapoona kila mnyonyeshaji anakiacha kila anachokinyonyesha. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye mimba au ujauzito utaharibika ujauzito wake huo kutokana na uzito wa siku hiyo. Watara an-nasa sukara, na utaona watu kama vile wamelewa, wama hum bisukara, na ikiwa hawajalewa, walakin adhabu Allahi shadid, na lakin adhabu ya Allah ni kali sana. Yauma tadinu ash-shamsu min ru'usi al-khalaiqi, siku jua litakaposhushwa katika vichwa vya watu. Fayandhuru kulla wahidin yumnatan wa yusratan, ataangalia kila mmoja wenu kuliani kwake na kushotoni kwake. Yabhathu an man yashfa'u lahu, akiwa anatafuta kumwombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala khafla, au kunde kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, yati fa yashfa'u li hafadhati, kitakuja na kumwombea mtu huyo. Wa yaqulu ayyi rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi, kitasema hiyo kitabu cha Allah, Mola wangu msamehe mtu huyo, nimemnyima usingizi mtu huyo, basi msamehe mtu huyo. Fayashfa'u lahu hatta yudkhilahu al-janna, basi hiyo Qur'ani itamwombea mtu huyo mpaka atakapoingia peponi. Ma a'dhamuha wallahi min ni'ma, huu ni utukufu ulioje wallahi katika neema za Allah. Wama ajalluhu wallahi min fadli, na katika majambo yaliyo makubwa wallahi katika fadhila za Allah. Fahani'an lahu kadhalika, na pongezi mtu huyo kwake vile vile.
walaysa hadha faqat, na sio hizi peke yake, bal idha dakhala aljanna qila lihafidhi alquran, bali atakapoingia peponi patasema kwa wale waliohifadhi Qur'an, iqra warattil kama kunta turattil fi dunya, soma na ukipangilie kama ulivyokipangilia ulipokuwa duniani. Fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha, hakika mwisho mafikio yake ni ile aya ya mwisho utakayomalizia kuisoma. Wa hakadha uhibbati alkiram, na hii ndivyo mambo yalivyo ndugu zangu wa karimu. La yazalu alquran bisahibihi yarfa'uhu darajatan hatta yusliha ma'a safarati alkiram albarara, hayaji kunyanyua Qur'an daraja yule mwenye kuisoma mpaka atakapokuwa katika msafara daraja ya juu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna minhum, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi tuwe miongoni mwa hao. Akhiran udhakiru nafsi wa ikhwani, mwisho kabisa naikumbushia nafsi yangu na nyinyi ndugu zangu, lihafadhati kitabillahi bi amrayn, ihifadhi kitabu cha Allah kwa mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, kuhifadhi Qur'an kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, akutuamrisha Allah isipokuwa kwa ajili tumwabudu yeye na kumtakasia dini yake. Athani, jambo la pili, at-tahalli bi adabi al-Qur'an, kujipamba na adabu za Qur'an. عندما سئلت المؤمنين عائشة رضي الله عنها، pindi alipoulizwa mama wa waumini Aisha rizza Allah ziwe juu yake, an akhlaqi rasulillah, qalat, juu ya tabia ya mtume akasema, kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Ndugu zangu katika imani, nahusia na kuhusia nafsi yangu juu ya kujipamba na adabu za kusoma Qur'an. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.